Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya kisiasa na hata ya usalama. Pia leo tarehe 19 Februari mwaka 2026, na tuanzie mara moja huko mkoani Kivu Kusini ambako jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo limefanikiwa kwa mara nyingine tena kuzuia na kurudisha nyuma shambulio jipya la muungano wa wahasi wa M23 AFC M23 katika eneo la Mulenge kwenye nyanda za Haut Plateau tarafani Uvira. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani kabisa vya habari, vinadai ya kwamba mashambulizi hayo yalianzishwa hiyo jana tarehe 18 Februari katika majira ya saa 10:30 ya alfajiri ama 4:30, yakilenga nafasi na ngome za jeshi la Kongo na washirika wake wa Zalendo. Katika kujibu mashambulizi hayo, FARDC ilifanikiwa kuyadhibiti na kisha kuwasukuma washambuliaji hao hadi Lemera. Wakati huo huo, mapigano makali mengine ya risasi yaliripotiwa siku hiyo hiyo katika vijiji vya Kabere na Kangaa. Milipuko mikubwa ikiwemo ya silaha nzito pia ilikuwa ikisikika katikati ya Sange kwenye barabara ya taifa nambari 5 Uvira Bukavu. Haya yanajiri wakati ambapo chini ya mpango wa kulikuwa na mpango wa usitishaji wa mapigano ama cessez-le-feu uliopendekezwa na Angola. Silaha zote zilipaswa kunyamaza rasmi tangu hiyo jana Jumatano na majira ya saa 6 mchana. Kwa kuanzisha mashambulizi hayo, wapiganaji wa kigaidi wa M23 RDF wanasadikika kuvunja mapatano ya kusitisha mapigano ama cessez-le-feu yaliyokuwa yakiendelea, na hivyo kuharibu kwa makusudi jitihada za utulivu wa amani katika mkoa. Tunawachukulia kama mashahidi jumuiya ya kimataifa kuhusu ongezeko hili jipya la vurugu. Wapiganaji hawa wanaoungwa mkono na Rwanda wanachukua jukumu kubwa katika kuharibika kwa hali ya usalama na ya kibinadamu. Ni lazima hatua thabiti na zinazoratibiwa zichukuliwe ili kuwadhibiti, kulinda raia na kuhifadhi uadilifu wa kijiografia pamoja na uhuru wa taifa. Lakini na kitu kingine kikubwa ni kwamba makubaliano hayo ya cessez-le-feu yamependekezwa na Angola kati ya serikali ya Kinshasa na AFC M23, na wadau wengi wa kisiasa duniani pamoja na serikali ya Kongo wakajiweka tayari kukubaliana na pendekezo hilo na kusahini kabisa utayari wao wa kutekeleza na kusitisha mapigano. Lakini hata hivyo hakuna utaratibu wowote wa uthibitishaji uliowekwa ili kuhakikisha mpango huo unaheshimiwa, yani hakuna mekanisme de verification yoyote ile ambayo iliwekwa ama kupangwa ili kuhakikisha na kuthibitisha kama kweli mpango huo unaheshimiwa na kutekelezwa na pande zote mbili zinazohusika na mapigano, yani kati ya Kinshasa na M23. Na kuanzia sasa ama mpaka sasa, jukumu la kufuatilia utekelezaji huo na kutoa taarifa kuhusu utekelezaji huo linabebwa zaidi na waandishi wa habari pamoja na waangalizi huru wa kitaifa pamoja na wale wa kimataifa pia. Na tukumbushe ya kwamba serikali ya Marekani kupitia Masad Boulos iliwekaga wazi kuonesha kukubaliana na pendekezo hilo la cessez-le-feu, na wakasema ya kwamba watafuatilia kwa umakini kabisa sambamba na uwezo wao ili wapate kubaini na kuthibitisha ya kwamba ni nani kati ya serikali ya Kinshasa na M23 atakayekuwa wa kwanza kuanzisha mapigano, kwa sababu hii itakuwa ni uvunjaji mara moja wa makubaliano hayo, huku akamalizia kusema ya kwamba yeyote atakayekuwa wa kwanza kuvunja makubaliano hayo, basi hatua muhimu na thabiti za vikwazo zitaambatana naye. Sasa tunasubiri kuona watasema nini kuhusiana kwanza na shambulizi ambayo jeshi la Rwanda RDF M23 ilivyoanza kuwashambulia wazalendo huko Mulenge. Na tujielekeze mara moja huko mkoani Kivu Kaskazini katika mji wa Goma ambako vitisho dhidi ya makampuni ya ulinzi ama Societe de Gardiennage katika maeneo yote yanayodhibitiwa na M23 katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa M23.
kampuni kadhaa za ulinzi zinalazimika kusitisha shughuli zao. Muungano wa waasi hao na wavamizi wa Kongo unasadikika kudai malipo yanayofikia dola za Marekani 50,000 ama $50,000 ili kampuni hizo ziendelee kufanya kazi, kiasi ambacho wengi wao hawawezi kukimudu. Hali hii inahatarisha zaidi ya ajira 80,000 ama 80,000 emplois hasa kwa vijana, na inaweza kuongeza kiwango cha ukosefu wa ajira katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na ukosefu wa usalama. Waendeshaji wa shughuli za kiuchumi wanatoa wito wa kufanyika kwa upatanishi wa haraka ili kuzuia kuporomoka kwa sekta hiyo. Jambo hili limesikitisha baadhi ya wakazi ambao tangu mji huo wa Goma kuanguka wanadai ya kwamba hali ya kiuchumi katika mji huo haijarudia kama ilivyokuwa hapo awali kabla ya wavamizi hao kuingia. Kitendo cha kutaka kukatisha ajira ya baadhi ya vijana kitasababisha uongezeko wa vijana huru wasio na kazi ambao mwisho wa siku, kwa sababu ya kushindwa kumudu majukumu ya familia zao, wanaweza wakageuka kuwa tishio la usalama kwa namna moja ama nyingine katika jiji hilo la Goma. Aidha, watu wengine wanadai ya kwamba mpango huo wa waasi ni wa makusudi ya kutaka kuwakosesha ajira vijana hao wote, ili wanapojisikia kuwa ukame wa kupata pesa ama krizi imekuwa kwa wingi, basi hiyo itakuwa rahisi kwao kuwakubalisha vijana hawa kuingia ama kujiorodhesha katika majeshi yao kwa kuwaahidi kuwalipa vizuri ili watimize ndoto ama mpango wao wa kuongeza vikosi vyao katika maeneo yote wanayoyadhibiti. Na kitendo hichi kinaweza kutafsiriwa vibaya machoni pa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, maana zinasema rasmi ya kwamba raia hapaswi kuhusishwa, kujumuishwa wala kuorozeshwa kwa nguvu katika masuala yoyote yale ya kijeshi, haswa katika muktadha ambao bado hali ya usalama ni tete kutokana na migogoro ya silaha. Na tusalie huko Kivu Kaskazini, katika wilaya ya Lubero. Aliyekuwa kiongozi wa kundi la wanamgambo lenye silaha katika eneo la Kavugo wa kujiita Jenerali Mamadu amejisalimisha hiyo jana Jumatano tarehe 18 Februari kwa mpango wa kuondoa silaha, kuondoa wanamgambo, urejeshaji wa jamii na ustawi PDDRCS kwenye tawi lake la Lubero Butembo. Silaha ya kiongozi huyo wa zamani wa wanamgambo imepokelewa rasmi na msimamizi wa kijeshi wa wilaya ya Lubero, Bwana Kanali Kiwewa Mitela Alain. Mbele ya umma, Mamadu alieleza azma yake ya kuacha maisha ya msituni, kurejea katika maisha ya kirahia na kuchangia juhudi za kutafuta amani. Mkuu wa tawi la PDDRCS Lubero Butembo, Eric Masinda, amepongeza uamuzi huo na kutoa wito kwa wale wote ambao bado wako msituni kujisalimisha kwa mpango huo, akisisitiza kuwa milango iko wazi. Na tuende upande wa mkoa wa Ituri. Raia wapatao 27 ama 27 personnes wameachiwa huru baada ya kutekwa nyara na kundi la Allied Democratic Forces ama ADF katika sheferi ya Walese Vonkutu, wilaya ya Irumu, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Familia zao zinalazimika kulipa fidia inayokadiriwa kuwa kati ya dola za Marekani 5,000 ama 10,000 baada ya kupokea simu kutoka kwa watekaji hao. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Tunatumaini ya kwamba utaendelea kukaa sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uende kufahidi zaidi habari kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Chao.